الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد, kwanza tambue uwepo wa walimu zetu na masheikh zetu ambao tuko nao mbele hapa, wakiongozwa na mwalimu wangu, mlezi wangu Sheikh Yahya, Mungu amhifadhi. Lakini pia pembeni yangu yuko mwalimu wangu, kaka yangu Makerenga. Lakini pia yuko mkurugenzi wa itifaki taifa, kaka yangu mlezi Muhammad Nasr. Lakini pia yuko sahibi yangu kipenzi Sharifa Al-Hassan na walimu wengine wengi ambao mliokuwepo katika hadhara hii. Pekee na hao wachache niliowataja, lakini kila mmoja tunatambua nafasi yake katika hadhara hii ya Bwana Mtume Muhammad. Nimepata fursa ya kusema, niseme kitu kimoja kidogo sana. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika miongoni mwa maneno yake ndani ya Qur'ani anasema, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mwenyezi Mungu anasema fanyeni, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataona, mtume naye sallallahu alayhi wa alihi wasallam ataona, na waumini nao pia wataona. Aya hii wanawachuoni wameifasiri katika maana nyingi sana, lakini nichukue katika maana ya kufanya, kwa maana ya kufanya kazi. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu ataona ile kazi yenu mnayofanya. Kuna maneno mawili, kuna neno laitwa iqtisadi, alafu kuna neno laitwa i'tiqadi. Maneno haya mawili ingelikuwa kwenye balagha, mwalimu wangu Sheikh Yahya yupo hapa, inakuwa ni jinasu, lakini haiwi tamu, inakuwa naso. Ukiyaona kama vile yanafanana, i'tiqadi na iqtisadi. I'tiqadi kwa maana ya dini, ile imani yenyewe. Iqtisadi kwa maana ya uchumi. Vitu hivi viwili vinakwenda pamoja. Fanyeni kazi. Dini inahitaji uchumi, dini inahitaji Waislamu wawe sawasawa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, katika vile vitu vitatu vya awali alivyovifanya, ikiwemo kujenga soko lilikuwa linaitwa suku munakha. Alijenga soko la Waislamu ambalo Waislamu walikuwa wakifanya biashara kwenye soko lile. Waislamu baada ya kufanya biashara wakawa na nguvu ya kiuchumi, na baada ya kuwa na nguvu ya kiuchumi wakaweza kuutawanya Uislamu. Uchumi ndio unaweza kuufanya Uislamu uweze kusonga mbele. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tufanyeni kazi. Walimu wa madrasa wanafanya kazi ya kutufundishia wanetu. Lazima tuhakikisha kwamba tunawalipa wapate pesa ili waendelee kutufundishia wanetu. Ikiwa Muislamu atakuwa hayupo tayari kufanya kazi na kuwa na kipato chake, kwa vyovyote atashindwa kutoa ile fees kwa ajili ya mwanawe aweze kufundishiwa na mwalimu wa madrasa. Lazima tuwe tayari kufanya kazi kama alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimalize nikaitimu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume anasema, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini adh-dha'if. Muumini mwenye nguvu wa sawasawa, al-mu'minu al-qawi, alif na lamu imekuja lilkamali, muumini aliyekuwa sawasawa na anayependeza zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala
ni yule ambaye aliyekuwa na nguvu ya kiuchumi. Mtu akiwa na nguvu ya kiuchumi, kuna mambo mengi anaweza kuyafanya katika Uislamu, lakini akiwa lofa, akiwa hayupo sawa sawa kiuchumi, kuna baadhi ya mambo anakuwa anashindwa kuyafanya. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, tupambaneni, tufanye kazi, tuwe sawa kiuchumi. Ukiwa na financial freedom, ukiwa na uhuru wa kiuchumi katika maisha yako, kuna baadhi ya mambo unaweza kuyasema kwa mtazamo wako, lakini ukiwa hauna financial freedom, kuna baadhi ya mambo huwezi kuyasema, utayasema kwa utashi wa yule anayekupa kula. Ukiwa chawa kwenye maisha yako, yani maisha yako hayaendi mpaka uwe chawa, utaki kufanya kazi, ufanye biashara, kazi yako ni uchawa, utafanya mambo kwa mujibu wa yule ambaye unamfanyia uchawa. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu, tufanyeni kazi. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi katika moja maneno yake siku moja aliwahi kusema, man lam ya'kul bi fa'sihi lam yanfiq min aqlihi, yule ambaye hawezi kula kutokana na jasho lake hawezi kuongea kutokana na akili yake. Ukiwa hauli kwa mkono wako, kwa maana haufanyi kazi, kipato chako hakitokani na kazi yako, utaongea, utakuwa na fikra kwa mujibu wa yule anayekupa kula. Lazima tuwe na financial freedom, tuweze kutoa mawazo yetu ya hakika kwenye akili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.